Tafiti zinaeleza kuwa katika watu 10 ambao wanashindwa kufanya biashara, basi kuna watu 9 ambao wanaacha kufanya biashara kwa sababu ubora wa bidhaa wanazouza ni mdogo ukilinganisha na ubora wa watu wanaohitaji. Yaani ubora wa bidhaa zao unakuwa ni mdogo, sasa watu hawanunui zile bidhaa zao. Katika hao 10 kuna mmoja tu ambaye anaacha kufanya biashara kwa sababu nyinginezo. Labda anaona biashara haimpi amani, yani haimpi uhuru, au amepata biashara nyingine ambayo inalipa zaidi ya ile anayoifanya, anaamua kuacha. Na hiyo ina maana kwamba watu wengi wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao kwa sababu ubunifu wao, uwezo wao, karama zao, jitihada zao zinakataliwa kwa watu wengi, alafu wanakata tamaa katika maisha. Wale watu wenye uwezo mkubwa sana wa kukataa hali za kukataliwa na watu wengine wamepata mafanikio makubwa sana katika maisha yao. Yaani wale waliothubutu kuonyesha uwezo wao wakakataliwa, wale watu waliothubutu kuonyesha vipawa vyao, ubunifu wao wakakataliwa na watu, na wao wakakataa kukataliwa na watu wengine, wamekuwa na mafanikio makubwa sana katika maisha. Angalia Jack Ma, angalia Oprah Winfrey, angalia Lionel Messi, angalia Thomas Edison, angalia Albert Einstein. Watu ambao walijaribu sana kuonyesha uwezo wao, kuonyesha ubunifu wao, wakakataliwa, lakini wakawa na uwezo wa kukataliwa, na mwisho wa siku wakafikia vilele vya mafanikio yao. Na wewe una uwezo wa kufanikiwa, una uwezo wa kusonga zaidi, una uwezo wa kuinuka tena kama hutoruhusu uwezo wa kukataliwa na watu wengine kukuathiri wewe katika maisha yako. Na Mungu anasema na wewe katika Yoshua 1:5 ya kwamba hapato kuwepo na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha yako. Kama vile alivyosimama na Musa, atasimama na wewe, na hatokuacha katika hatua zako, katika maisha yako, katika mafanikio yako, katika upambanaji wako, katika ubunifu wako, katika fikra zako. Atasimama na wewe. Yaani jitihada zako hazitokoma, ubunifu wako hautoshindwa, kipawa chako kitaendelea. Hakuna mtu hata mmoja ambaye atasimama mbele zako na kuzuia mafanikio yako. Ule uwezo ambao Mungu aliuweka ndani mwako, hakutokuwepo na mtu yeyote wa nje ambaye ataweza kusimama na kuzuia ule uwezo wako, na kuzuia zile jitihada zako, na kuzuia ule ubunifu wako, na kuzuia mafanikio yako katika siku zote za maisha yako. Na kuanzia leo, Mungu akupe uwezo mkubwa sana wa kukataliwa na watu katika jitihada zako, katika kazi yako, katika karama yako, katika kila chochote unachokifanya katika maisha yako, na ukapate mafanikio makubwa sana. And the top is for you.